Shukuru Bwana kwa sababu ya nafasi ambayo Mungu ametupatia kuhubiria wanaotutazama kwa TV, Facebook, YouTube na pia kupa nafasi hiyo kuhubiri kwa Gospel Voice TV. Nataka niwakaribishe wote katika hayo maeneo yote wanaotusikiza na kututazama dunia mzima. Karibuni sana katika kanisa letu la Christian Foundation Fellowship na Nyuki Town Church. Tuko katika njia ya kuelekea Jua Kali ama Doldol Estate inaitwa Teachers. Tunakaribisha katika ibada zetu na Mungu awabariki sana kwa jina la Yesu. Asubuhi njema, nataka niweze nikaongea kuhusu kuwekeza katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Or investing in the kingdom of God or heavenly accumulation. Na ningependa niongee haya maandiko ama neno hili mchana mwema, kwa sababu najua kuna mtu litaweza kumfungua mahali atajielewa. Na ningependa nisome maandiko katika kitabu cha Mathayo 6 kuanzia mstari wake wa 19. Ningependa nisomewe haya maandiko, Minister Amos. Na kuna jambo na bado tutakuja kuelewa siku ya leo. Maandiko haya ni baadhi ya yale maandiko mengi ama mafundisho mengi ambayo Yesu alifundisha katika mlima. Kama kuna maandiko ukisoma vizuri kutoka chapter number 5, kama kuna maandiko Yesu alizungumza topic by topic ambazo zilikuwa nyingi kwa mara moja, ni hizi topics alizungumza akiwa katika mlima. Na hiyo inachukuliwa na theologians as one maandiko yale ambayo yako na nguvu sana, akipatiana mwelekeo. Haleluya. Na kwa hivyo ningependa tuweze kuyashika haya maandiko siku ya leo, kwa sababu ni ya maana kwetu. Pengine kuna jinsi huwa najiona ama kuna jinsi huwa unatazama mambo, lakini najua kwamba kuanzia leo kuna jinsi ambavyo utakavyotazama mpangilio wa Mungu katika ufalme wake. Na pia hili neno kwangu limekuja kutoka juzi wiki hii kwa uzito, kwa njia tofauti, kwa ufunuo tofauti, na ama kulielewa kwa njia tofauti. Ningependa unisome hayo maandiko kwa jina la Yesu. Matthew chapter number 6 from verses 19. Msijiwekee hasina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi hufunja na kuiba. Mstari huu anasema hivi, kwa yangu na translate kutoka NIV. NIV inasema hivi: msijiwekee hazina duniani, mahali ambapo nondo na kutu huharibu, nao wevi huvuja na kuiba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo nataka tuelewe hapa, sio kwamba Yesu alikuwa nakataza mwanadamu kuwekeza, to invest. Kwa sababu pia maandiko inasema ya kwamba sisi wazazi watoto wetu tutawaridhisha. Kwa hivyo kuna vitu tulikuwa tumeweka ambazo watakuja kurithi. Kwa hivyo si kwamba maandiko ama Yesu alikuwa anakanusha ama anaondoa hili jambo ya kwamba tusihifadhi vitu ama tusiweze kuwekeza ama tusiweke vitu. Lakini kuna jambo ambalo liko katika haya maandiko ambalo ndilo ningependa tuweze kulielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba ndio tunaweza kuwekeza na tuziweke katika dunia, lakini hapa duniani hizi vitu za dunia, it is not 100% you are assured ya kwamba utapata you get back, utaweza kupata zikufaidi. Ni wangapi ambao mmesha kuinvest kwa insurance zingine zikafilisika, pesa zenu zikaenda? Ni wangapi mmewekeza katika masakos na vitu zingine zikaenda? Si nimeona zingine. Ni wangapi hata Wakristo, kuna wakati ambapo kulikuwa na kitu kilikuwa imetokea, ilikuwa inaitwa desi, watu wakaweka pesa kule tu wakigojea mara mbili, zikaenda. Wengine mmefanya hizi zinaitwa cryptocurrency, zimeenda. Wengine wameweka mashamba na wengine wamenyang'anywa mashamba. Kwa hivyo meaning katika dunia hii, ijapokuwa tunaweza kuwekeza, you are not assured 100% ya kwamba utapata. Unaweza ukakosa. Unaweza ukawekeza ukifikiria kwamba siku moja itakufaidi na ukose ikufaidi hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi wamewekeza fedha nyingi sana. Sasa hizi naangaliaga kwa magazeti, unaona kuna matajiri waliowekeza kwa manyumba, waliowekeza kwa mashamba, waliowekeza kwa majia tofauti tofauti, ambao matajiri ambao mnawajua katika taifa hili na wengine katika mataifa mengine, lakini huenda hasikuwafaidi. Saa hizi unakuta ziko na makesi ambazo zimevurutana miaka na miaka.
Mwenye aliyekeza hafaidiki. Unakuta ya kwamba zingine zinafaidisha mawakili ambao wanatumia unyang'anyi kwa njia ambazo hazifai. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Meaning, katika dunia hii unaweza ukaekeza, but it's not 100%. You are not assured ya kwamba utapata 100% return. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akakizungumza hili neno akasema kwamba tukiekeza, tuwekeze mbinguni. Hazina zetu tuziwekeze mbinguni, mahali ambapo nondo na hapa ambapo mwizi hawezi kuingia akavunja akaingia. Meaning tunahitaji kujiuliza, basi ni principle gani hii ambayo tunafaa kuapply, ambayo inaweza kutusaidia tunaekeza katika ufalme wa mbinguni? Maana fedha zako hata saa hizi, hata kama unalipwa katika mshahara, hakuna mahali ambapo utazichukua upeleke uweke mbinguni, ama usafiri mbinguni uwekeze mahali pale. Lakini kuna namna ama kuna njia ya kuwekeza katika ufalme, ukijua kwamba siku moja kunaye Mungu ambaye atakayenilipa, because it means chochote ambacho mtu huwekeza, you expect a return, or one day you will withdraw. Praise the name of the living God. Hallelujah. Si ni kweli? Chochote mtu huwekeza ni kumaanisha siku moja ninangojea matarajio, niko na matarajio nitarejeshewa na faida, ama nitapata kile kitu changu nitakapokihitaji nitaweza kukitoa. Now what we don't understand Christians is that nafasi ambayo Mungu ametupatia kuishi katika dunia, opportunity ambayo Mungu amekupatia kuwa katika dunia hii, it is an opportunity to invest, but it depends how do you invest your time, vitu vyako, mwili wako, maisha yako katika ufalme. Maana kuna wakati utahitaji, there will come a day utahitaji ku withdraw from that account, heavenly account that you invested in. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ninaonanga wakati mwingine watu wameajiriwa kazini na kuna kuanga na sakosa, ama unakutanga vitu kama vile vinaendelea, lakini kama haujachukua sehemu yako uwekeze katika account ama uwekeze mahali, hata kama wengine watafaidika, ijapokuwa mliko na opportunity moja kazini, mahali pa kufanya kazi, na pengine mnaweza kuwa mnapata mshahara sawa, lakini kwa sababu kwako kwa pay slip yako hakuna kitu nasema kwamba niwe nikikatwa 2,000 naingia kwa akaunti yangu wakati wa hitaji, ama ninataka kununua kashamba, ama ninataka kununua shares, ijapokuwa mko na opportunity sawa, kama haukufanya uamuzi ule kwa imani, ukijua kwamba ninakwenda kwamba sitafaidika kesho, lakini kuna siku nitakuja kufaidika, wakati wengine watakuwa wakifaidika, hutaweza kufaidika. Bwana Yesu asifiwe. I want you to understand ya kwamba katika dunia hii Mungu ametupatia opportunity za kuinvest katika ufalme wake, na inategemea kama mimi nitachukua hilo jukumu la kuinvest ama kuwekeza katika ufalme wa Mungu. Masaa yako, watu wengine wanasema kwamba mengine sitapata nafasi ya kuhubiri. Watu wengi hudhani ya kwamba wale ambao watu watakaolipwa ni wale tu wanaohudumu katika kanisa, wanahubiri, wale wanafanya katika kuibaji na mambo kama yale katika huduma. Let me say this. Zote hatujaitwa sawa. Zote hatujaitwa tufanye kazi moja. But katika mahali ambapo upo, it is an opportunity kuwakilisha ufalme wa Mungu katika hiyo kazi na mahali ambapo upo, na katika matendo unayotenda katika mahali pale, ndipo unaweza kuamua nitaekeza kwa njia gani, na hii ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Kupitia imani, kupitia matendo yako ambayo unayotenda. Bwana Yesu asifiwe. Huwa naangalia wakati mwingine, siku moja nilienda mahali hospitali, nikakuta madaktari na manasis kazi za wakifanya, lakini nikakuta mama mmoja akiwa na uchungu sana, na kuna matamshi ambayo alizungumziwa na nasa ambao pengine tanaongeza uchungu zaidi ya ule ambao alikuwa nao katika mwili. Maneno mabaya, maneno mazito, that this person doesn't care about your emotions, doesn't care about your feelings. Anaweza kuongea maneno yote ile na ikuumiza. Na tumekutana na mambo kama yale, na nisitaki kusema mahali ambapo Pastor Nkoga anafanyia kazi katika polisi, unaweza kuongea maneno mengine, umeenda katika ofisi tu, lugha inaweza kutumika baya sana. Lakini yule mtu ni opportunity amepewa ya kuhudumia watu.
How you make use of that opportunity, it depends. In which kingdom are you investing? Na matendo yako na njia zako, na huo wakati ambao Mungu amekupatia. Maana tutasoma, utasikia katika maandiko, jambo lolote ambalo unalolifanya, and maandiko is very categoric, that whatever thing that you do it unto the Lord. So this is the principle. Whatever I do, I need to understand, ninaakilisha Mungu katika hiyo hali, katika hilo jambo, katika mahala pale, na kile chochote ambacho ninachokifanya, nikifanya ni kwa sababu yake Mungu. Na hapo ndipo maandiko yanasema that is a principle ya kuinvest katika ufalme wa Mungu. Whatever I will do, I do it unto the Lord, because the word of God says, katika kile ambacho ninachofanya, I will be rewarded. Siku moja nitakuja kulipwa kwa sababu ya matendo niliyoyafanya katika ufalme wa Mungu. Hii dunia, wapendwa, kapo tunapoishi, hiyo miaka umepatiwa 70, 80, 100, it is an opportunity to invest in the kingdom. Praise the name of the living God. Kwa matendo yako, haleluya. Wengine ni kwa fedha zako, lakini jiulize, do I do it because of the Lord? That is the principle. I do it unto the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata pia injili inahubiriwa na wale ambao wengine wanahubiri injili, wanahubiri kwa sababu ya faida na kila ambacho atakachopata, the gains. Mashindano, hata Biblia inazungumza wivu, vita na mambo kama yale. Lakini unahitaji kujiuliza, ni nini kinasababisha nifanye kila ambacho ninachofanya? Kazini unafanyanga kazi namna gani? Mahali umeajiriwa, hiyo biashara yako unaofanya unafanya namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Unaangalia wale watu wanafanyanga biashara, kama saa hizi kuna pombe ambazo zimejaa taifa letu la Kenya, pombe ambazo ni haramu, pombe ambazo wanaokunywa wanaume anakunywa mwezi 2, miezi 3. Mtu anaanza kunaona tu makaitu nakaa kama tunyungu hivi, anaanza kuwa mweupe patches. Mdomo sijui nafanyaga na hii kitu, sijui nafanyaga nini, nafanya watu wanaume namna gani? Unaona kama mdomo kamekula hivi. Unaona mwanaume hataki chakula, anataka tu. Mtu anakonda, hii kitu sijui inakama ni kama imewekwa HIV ndani. Kashigo kanakonda kama mwanadamu. Ama hamujaona hii kitu? Ama ni mimi ninaona tu? Anakuwa mweupe patches hapa, hapa na hapa. Hii kamuromo sijui kanikupiduliwa, kanapiduliwa, kana padi ya ndani inaanza kuwa nyekundu. Naweza kufikiria amedugwa na nyuki. Hii pombe ni mtu ambaye yuko mahali ameidesign, ameipanga, ni biashara kwake. Huyu mtu siku moja kuna maswali atajibu. Ukiuliza ni wamama wangapi wanalia kwa sababu ya hizi familia, kwa sababu ya hizi pombe. Ukijiuliza saa hizi ni familia ngapi zinalia. Hawa watu wanauza madawa ya kulevya. Amepatiwa opportunity kama mimi na kama wewe. Ana invest, bado ana invest, lakini anategemea na invest katika ufalme gani? Does this person do it unto the Lord? Unakuta familia zinalia, divorce zimejaa, uovu umejaa katika dunia. But all of us were given an opportunity under the sun to invest in the kingdom of God. And this is a principle. Whatever you do it unto the Lord. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema kwa ukiweka hazina yako kwa Mungu, be assured, siku moja utalipwa. Siku moja utapata kile ambacho uliwekeza, utakipata kwa faida. Kile ambacho uliwekeza katika ufalme wa Mungu, jua kwa kweli siku moja Mungu atakulipa. Maana Mungu hata kunyang'anya. Na nikio Yesu alitwa Yesu moli Yesu makemulia tele. Petro aliuliza Yesu, alifika mahali, sisi tumeacha haya mambo yote, tukaacha wazazi wetu, tukaacha biashara zetu, tukakufuata Yesu, kwetu utatufanyia nini? He assured them, hapa duniani I'll pay you 100%. So the only place that you are assured that God will pay you, that you get paid 100%, it is only when you invest in the kingdom of God. Wakati wako, fedha zako, maisha yako,
kile ambacho utakachokifanya kwa sababu yake Mungu, be assured siku moja utalipwa. Na nitakuonyesha katika maandiko wana watu Mungu anaowalipa, na bado mpaka saa hizi mwana Mungu ni mwaminifu, si dhalimu, atalipa watu. He will pay you, he will pay you, but it depends what did you invest. Ulitenga nini kwa sababu ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Na tukijua hili jambo katika maisha yetu tutatembea kwa uangalifu sana. Let me tell you, jiraga adu atiriri, kuna kati nasemanga maisha ya mwanadamu ni kama hii keyboard. Hii keyboard inakuanga na keys za aina mbili, black and white. But every key that you place, akianza kutoka mwisho mpaka mwisho, it gives a sound that is different from the other one. Inatoanga sauti tofauti na ile nyingine. Bora umeiguza. Maisha ya mwanadamu iko hivyo. Kila wakati kila ambacho nacho kifanya kuna sauti inatoanga, inategemea inatoa gani na inaenda wapi. It must be recorded somewhere. Bwana Yesu asifiwe. The other thing about the keyboard is black and white. Maisha ya mwanadamu hairecordingi mara mbili ama mara tatu. No, mara tatu, mara nne. It either records in the kingdom you have invested, either in the kingdom of darkness or the kingdom of God. Simple. That's the life of a man. Hallelujah. But what you do with that life, that opportunity that God has given you to invest into his kingdom. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ndio maana Biblia hii imeguza kila maeneo ya maisha ya mwanadamu. Kutoka ndoa, kutoka kazi, kutoka afya yako, kutoka katika mwili wako. It touches all areas of your life. Whatever you do with your body. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisome hili andiko as we continue, Colossians 3:23 and 24. Are you there? Colossians chapter number 3 verses 23. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo. Colossians 23 verses 23 and 24. Whatever you do, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo, kama kwa Bwana. Specific. Maandiko yanasema whatever you do, ya Kizungu ndivyo inavyosema, ya Kiswahili nasema lolote ufanyalo lifanyeni kwa moyo, kama kwa Bwana wala si kwa mwanadamu. Kwa hivyo when you come to investing in the kingdom of God, kuna kitu kimoja unahitaji kuondoa. Nisione mwanadamu ninayemfanyia hili jambo. I'm doing it unto the Lord. Ninamfanyia Mungu hili jambo. Unaweza fanyia mtu madharau, unaweza fanyia mtu mabaya, unaweza umiza mtu, unaweza tukana mtu, but whatever you are doing it unto the Lord. Praise the name of the living God. So whatever you do, jambo lolote unalolifanya, whatever you do, work it, attend with all your heart as working for the Lord, not for men. Ninapofanya kila ambacho ninachofanya nikimuondoa mwanadamu nimweke Mungu mbele, ni kumaanisha kwa sababu ya hofu ya Mungu nitafanya linalopaswa. Enda mstari mwingine, verses 24. Mkichua ya kuwa mtapokea kwa Bwana uchira wa urithi. Sikia, Mungu anasema vizuri, kwa sababu ya haya ambayo mnaofanya, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. As a reward. It is the Lord Christ you are serving. Kile ambacho nachofanya juu namfanyia mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema vizuri, you shall be rewarded. There is an inheritance. Kuna kitu utarithi. Kuna urithi katika haya mambo ambayo tunayafanya. So be assured, chochote unafanya utalipwa. Chochote unachofanya utapata thawabu. Chochote unachokifanya mshahara upo. No kale huo. Nito kale huo. No kale huo. Be assured, you shall be paid. If Yesu aliambia wanafunzi wake 100%, hapa dunia nitawalipa. Biguni nitawapa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe.
Hallelujah. Praise the name of the living God. Verse 25. Maana atulumuye atapata mapato ya udhalimu wake. Ya Kizungu inasema, okay, ya Kiswahili inasema, maana adhulumie, anyone who does wrong will be repaid for his wrong. Dakwire no thi amona ukone kuriho turari huo. Wengine wetu wenda pengine tunalipwa. Praise the name of the living God. And there is no favoritism. Mbele za Mungu hakuna atasema ati, abed sheria ama abed. Ni vile mtu ambapo sisi tunanunuanga, wale ambao mnajua kuwekeza ama mnaweka pengine kwa shares, unanunua shares kwa SACCOS ama unaweka zile pesa, si ndio? Si unapatiwa loan kulingana na pengine uliweka mara 3, unapatiwa mara 3. Uko 1,100 unapatiwa 3 times of your savings. Si ni kweli? Na ile siku utakapoenda kuchukua hizo pesa kuitisha unataka kutoka hiyo sako, hakuna kitu utaongezewa, utapatiwa ile iliyo yako. Tunapokuranga zile zinaitwa dividends, tunakuranga dividends kulingana na ile pesa yako umewekeza pale. Hakuna favoritism. Uwe nani usiwe nani, kile umewekeza ndicho unachopata. Haleluya. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Ukifanya mabaya, hayo mabaya ambayo umeyafanya utalipwa. Katika ufalme wa Mungu hakuna favoritism. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo Yesu anasema invest in the kingdom of God, because this is the only place that you are assured you shall get what belongs to you. You get a reward. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Sometimes you have tried so many things to invest kwa watu. Wazazi wanasema kwamba nasomesha huyu mtoto, siku moja natarajia kwamba atakuja ninunulie nyumba, nimetakuja siku moja akuja nijenge ama nisaidie mambo fulani. Ushio mwana hakuje kukusaidia anaenda. But ulikuwa unasema ati kuinvest, nimeinvest kwa mtoto yangu. My friend, it can fail. Ona nyumuri hahali tarijika nile watu walite shukari kwa imamu wanyu. Nyinyi ambao mko hapa, the last time ulipeleka sukari kwa mama yako ni lini? Alafu unangojea kwamba mtoto wako pia naye atakuja kuletee. Kama hukupeleka unangojea uletewe na nani? Na unasema una invest. Na mzazi wako alisema ali-invest kwako, haumpelekeangi sukari, haumpelekeangi hata mafuta. The last time ulienda sijui ni lini. It can fail. You're not assured. Mzazi mmoja amesomesha mtoto mpaka university, ameingia katika shahada, amefanya masters. Anasema bado na invest. Mtoto tu wakati anaenda kufanya hizo masters akaingia kwa madawa ya kulevya na akaruka kichwa. Mzazi alikuwa anafikiria I'm expecting this. Unakuta mzazi yako na stress, depression because it has failed. Sisemi tusisomeshe watoto, but I'm telling you, Yesu anasema kuna mahali ambapo you are assured that if you invest, you are assured you get a pay, you get a reward. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi mnaonanga tukiwaambia tufanye fundraising, tueni fedha zenu za kujenga kanisa, jitoleeni katika kazi ya Bwana, jooni maombi yako, toa hiyo sehemu yako masi ministry, tusaidie watu ambao hawajiwezi. Basi na mtu etilia muno. Ni sawa? Ukiwati au nani? But if you have this in your mind and in your spirit, that whatever I'm doing it unto the Lord, and I'm expecting one day, He'll pay me back. He'll reward me. Praise the name of the living God. Hallelujah. Jesu agosho. Na nipo mnaonanga wa Kristo hatutoshani. Na kuna muda Mungu hutupatia ya kufanya hiyo kazi, kumtumikia Mungu. Na Mungu anapokuja kulipa mtu, unaona ya yule mwingine wivu, hutaki kuona mtu akiinuliwa. Na alilipa gharama, akilipa gharama ulikuwa wapi? You had also an opportunity ya to invest the kingdom. His time has come, or her time has come, that this person may be rewarded. Where are you? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Investing with the right motive, kwa njia ambayo iko sawa. Saa hizi watu wanang'ang'ana.
ile mambo na mengine unaona watu wakifanya. Tuna invest katika dunia hii na wizi, vitu vya kuiba, mali za kuiba, utapeli, ulaji wa rushwa na hogo na kila takataka yake, mambo kama yale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But let me tell you, this investment inaweza kuwa uchungu kwako na vizazi vyako. Nimeangalia matajiri wengine katika taifa hili. Ukisikia historia yao ya mtu unasikia kuna mambo aliingiza. Katika hiyo investment yake ilikuwa na dosari, ilikuwa na question. Either kuna black market, vitu za black market zilifanya. Kuna investment ambazo zilipitia katika njia. Kuna watu walilisha mahali. Kule hadi walilia do. No mwisho. Bere umetethi zinakuja siku moja kumulilisha. Na sitaki kutaja 1 2 3 ama watu, lakini wewe fanya utafiti wako pia, uangalie uone. Praise the name of the living God. I'm telling you, ikiwa Yesu anasema hapa duniani ndipo watu hawa mitume watalipiwa. Kuna mwimbaji mmoja aliimba wimbo wa Kikuyu akasema, ndugakoma toro utaririte uria waririria riake. Dunia hii kuna mambo utapitia kwa sababu kuna mtu uliumiza mahali. Kuna mtu ulifanyia mabaya, kuna investment yako ulifanya vibaya. Na kwa sababu Mungu hana favoritism, wakati wa kulipa atakapokuja kukulipa. Maandiko imesema hivyo. Ulifanya mabaya, you did wrong, you shall be rewarded. Be the same. Ndio giwe ishiria, ukifikiria hilo jambo ati ndugakoma toro kabla haujalia vile ambavyo ulivyofanya wengine walia. Uliumiza mtu, hata utaumizwa siku moja. Na sasa ni wakati mwingine unahitaji kujiuliza, pengine haya ninapitia ni kulipwa, ninalipwa? Ama muragerera maundu tone kule huo murare huo? Could I be going through what I'm going through because kuna mtu nililisha mali? Yesu agosho. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Amen. Unaingilia doa ya mtu na madogi karana gikeno. Uingie doa ya mtu, mama analia hapa analilia doa yake kila wakati. Alafu kisha na uingie doa ya mtu. Alafu kae na amani. No ukalira. Utalia tu. Utalia. Aiko mtu miosho ni alilile. Kama alilia kwa sababu ya doa yake. Mana ukalira. Tugikara na thayo. You are given an opportunity to invest in the kingdom. How did you invest? Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kuwa makini sana mahali ambapo unafanya kazi. Kuwa makini mahali ambapo Mungu amekupatia nafasi. That is an opportunity to invest in his kingdom. Na maandiko yanasema vizuri ya kwamba the reward is with him, in his hands. Ujira uko mikononi mwake. Nyarihaga. Hii nafasi Mungu ametupatia, unahudumu mahali ambapo unapohudumu. Wacha kuhudumu kwa sababu ya mchungaji. Wacha kuhudumu kwa sababu ya kiongozi wako. My friend, do it unto the Lord. Do it unto the Lord. Mahali ambapo umeajiriwa chakula ni kama unashosha unapohudumia watu. Do it unto the Lord. Fanya ni kwa sababu ninafanyia Mungu. Wacha kuumiza watu kwa sababu katika nafasi ya mamlaka. Mamlaka huisha. Mamlaka ni ya muda. Kuna mtu mmoja, askari mmoja ninajua, alikuwa mkubwa sana, sitataja kwa sababu mtaweza kumjua. Mimi najua mahali ambapo mpaka naendanga kwake nikifanya kazi. Huyo mzee hatokangi kwake. Na huwezi kumpata akiwa kwa watu. Kwa sababu wakati alikuwa kwa hiyo ofisi, yale mambo alifanyia watu. Hana rafiki hata kijijini. Hana. Yale mambo alifanya wakati huo. He was a very senior person in Nairobi County. That time was Nairobi province. Leo hii huyo mzee mimi naingia. Anakanga na ile sword. Ili ya kutoa hivi. Kwake kwa nyumba hata ukibisha hivi. Na wakati mwingine utakuta si atakufungulia ni mama. Na anachunguna kuta anakanga na wasiwasi. Maisha yake haina raha.
Juzi mifugo yake imeenda yote, akashindwa ataenda kuripoti station gani asaidiwe. Hana mtu wa kumsaidia. You did it. Sasa kula na ukule vizuri. Nyua gikombe kiu uinekerie na uringaringe unyue maria giothe. Ulilipa. Uliinvest. Sasa kwa nini nasema ni kikali unapokuja kulipa unapokunywa? Kunywa na umalize. You invested. It is your reward. One is maandiko inasema kwamba there's no favoritism. Unataka ulipwe na mazuri ya mtu mwingine. Kwa sababu kama utalipwa na ulifanya mabaya, wewe uliweka account yako 100, unataka upatiwe 200, si kumaanisha hiyo 100 iko juu ya mtu mwingine. Si utalipwa ile yako. Kunywa yako. Kunywa vizuri. Na usipiga makelele mpaka dakika ya mwisho. Anga pastor umuthi ni watu hinyiriria na nirenda tutebesha. Pastor. Haya, mstari wa 21. Kwa sababu mahali hazina yako ipo, hapo ndipo moyo wako uko utakapokuwa. Mahali hazina yako iko, hapo ndipo roho yako iko. Watu wengi tunaona kanisani lakini hazina zao haziko kanisani. Ndio maana maandiko yanasema kwamba not all them who calls me Lord, Lord shall enter in the kingdom of God. Sio wote wanitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wameinvest wako kanisani lakini ugero maundu mao. Kuna mtu mmoja aliniambia kwamba une ngoma naingiragia mundu thino, shetani anaweza kukuingiza kwa mambo. Ufanye kitendo alafu anaondoka anasema, kiu niweka kinene muno, unakoona ni ngoma dagika. Yaani shetani mwenyewe anakufanyisha, anakusukuma unafanya kitendo mpaka yeye shetani mwenyewe anaogopa. Anasema, hiyo umefanya kubwa. Hata yeye mwenyewe hawezi kufanya. Lakini alikusukumia, anaondokea. Haujawahi kuta mtu anaua, unashindwa na alafu shetani anakuondokea, unakamatwa. Nilikuwa naona siku nyingine jamaa mmoja alihama kutoka hapa Nanyuki na kesi ilikuwa ya rape, akapotea akaenda Nyeri. Kwenda Nyeri, yani shetani amemtoa hapa, amefanya hiyo kitendo hapa, akapotea, akaenda akajificha. Akaenda akafanya hiyo kitendo tena ya ulawiti Nyeri Majengo. Jamaa akashikwa, akachomwa. Hau ni hogomehera gakawe. Niweka kinene muno. Hii ni kubwa umeweka. Hii umefanya. Unapanda pande hii, anavuna pande hii. Ameteketezwa, amekufa. Sasa malipo mapando, umepanda pande hii. Umeacha wengine wakilia, familia zimelia. Umepata mtoto apate na machozi ya milele. Trauma. Pande ingine. Sasa hata ile nafasi ya kupewa nafasi ya kutubu haiko. Praise the name of the living God. Let me tell you Christians, whatever you do, you are investing. Jiulize jioni ukimaliza siku kabla hujalala, jiulize, what did I invest in the kingdom? What did I invest today in the kingdom? Bwana Yesu asifiwe. Ukiweka equals pale mwisho kululera, I will be rewarded. Nitalipwa. Siku moja nitafanya nini? Nitalipwa. Kuna watu katika Biblia, Bwana Yesu asifiwe, ambao walifanya mambo ambayo yalikuwa ya ajabu sana. Kuna mjinga mmoja, maandiko inasema inamuita tajiri mmoja mjinga. Luke chapter number 12 verses 16 to 21. Sitasoma haya maandiko kwa sababu ya muda. Luke chapter number 12 verses 16 to verses 21, ukiteremka hapo. Inazungumzia kuhusu huyu mtu aliinvest, alikuwa amevuna, alikuwa amepanda na kavuna. Sasa akasema sasa hii kwa sababu mavuno imekuwa mingi, ile kitu mimi nitafanya, nitajenga store kubwa sana. Na hii katika hii store nikishaijenga, nivune mavuno yangu yote niyaweke pale. Kutoka hapo nianze kukula na kukunywa. Maandiko inasema ya kwamba Mungu akasema, akamwambia kwamba Biblia inamuita mjinga wewe.
Praise the Lord. Then he said, this is what I will do. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? Unaekeza katika dunia hii ukisema nitakula, watoto wangu watakula, nitafurahia katika maisha yangu. Bwana kuja anasema, mjinga wewe, nahitaji roho yako leo. Hata kile ambacho alichokuwa amejiwekea, hiyo hazina yote alikuwa amesema ajiwekee, haikumfaidi. Mpendo wa watu wa Mungu, hata kama una invest katika mambo mengine, fanya kitu katika ufalme wa Mungu. Saidia maskini mahali, saidia dheni. Wacha kukubali unakula pesa mshahara yako yote hausaidii mtu. Mpendwa, saidia maskini. Ukaikira kathanduku ine gaka, saidia mtu ambaye anahitaji mahali. Biblia inazungumza kuhusu jinsi ambavyo tunaweza kupata kufanya kazi ya Mungu. Watu kuona watu ambao wako hospitalini, watu ambao wamefungwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Mayatima, wajane. Kazi ya Mungu kujenga katika kanisa kama hili na mambo kama yanayohitajika katika mwili wa Kristo. It is an investment. Liwe ginya tithe uliaga sadaka. Hata ukileta sadaka ni kunugunika, ni manuguniko tu. Hata sadaka ukileta. Bwana Yesu asifiwe. Ukiulizwa ni nini ambao umeshaifanya katika ufalme wa Mungu, hauna. Wengine wakisema tulifanya, ukiulizwa walifanya, ukifanya ulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the living God. Huyo mtu ikaenda hivyo. Hallelujah. Praise the name of the living God. In investing, do whatever you'll do to glorify God. Fanya chochote utakachokifanya kimtukuze Mungu. Unapohudumu katika kanisa, umepatiwa nafasi ya kuhudumu katika kanisa, tia wekane todo wa mudu. Do it unto the glory of the Lord. Si maandiko inasema kwamba wale ambao wanaotoa sadaka ili wajulikane. Sijui kama hawa politicians wanapotoa sadaka zao wanataka kutangaza wajulikane. Kama kwa sababu maandiko inasema kwamba they have already received their reward. Wamesifiwa na watu. Hakuna reward nyingine wanangoja itoka wapi? Si akuje afiche hapo na ondoke. Ikiwa kweli anaifanya kwa ajili ya Mungu. Biblia inasema vizuri, mkono wako wa kulia ingine inatoa mkono wa kushoto isijue. Si ati kwamba ati wewe ni mtu tofauti, same person, same body in the body of Christ. But whatever you do, do it unto the Lord. Let him know he will pay you. Hallelujah. Kwa hivyo reward yao ni vile tumempigia makofi na tumemshangilia akameisha. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Wana hudumu katika kazi ya Bwana. Ngoja nikuonyeshe watu kwa haraka sana. Kuna watu ambao katika Biblia waliweza kuwa rewarded. Kuna mtu anaitwa Hezekia. He did the work of the Lord with all his heart. Na wakati ambapo ilifika wakati wa shida, alimwambia Mungu, kumbuka niliyoyafanya. Whatever he did, he invested in the kingdom of God. Mungu alikumbuka. David the same. Whatever he did, kwa sababu ya uzao wake, Mungu alimwambia, because of what you have done, kunijengea hekalu na kanisa, hakika akamwambia, agano lako, uzao wako hautaiondoshwa katika ufalme. Akina mtu kama Daniel, people like Joseph, praise the name of the living God, people like Joshua and Caleb, because they invested heavily through faith in the kingdom. One day walipohitaji walimwambia Mungu na Mungu akawakumbuka. Na ukisoma kitabu cha Joshua utasikia vile ambavyo Joshua alimwambia Mungu amkumbuke. Nehemia alimwambia Mungu, nikumbuke kwa sababu ya kazi ambayo nimefanyia hawa Waisraeli. And God rewarded him. Kuna wakati wako mtu anaitwa Dorcas in the New Testament ambaye alishonea watu mavazi na kusaidia mayatima na wajane. Wakati alifanya kazi hii yote, wakati alipata wakati wa hitaji, alimwambia Mungu. Petro walienda na mitume wakamwambia Mungu, huyu mtu amefanya kazi mzuri sana, amesaidia wajane na mayatima, na akarudishwa uhai kwa sababu ya matendo. Sasa reward yako kuna mahali iko. Ni kurudi ugithie kwira Ngai ndirikana akurie. Wenda ndirikane, unamkumbusha yale umefanya mabaya. Nikumbuke Bwana. Niko katika shida hii.
Kwa akaunti yako ni nini ambayo umeweka inaweza kukusaidia wakati wa hitaji? Kumaanisha when we invest, we expect one day we will withdraw, or one day wakati wa hitaji nitaweza kutoa ile hazina inisaidie katika maisha yangu. Sasa kwa hazina yako ni nini iko inaweza kukusaidia? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapomtolea Mungu, wacha kuona mchungaji, wacha kuona mwanadamu. Haleluya. Wacha kuona mwanadamu. Kuna watu Mungu utafanyia mambo makubwa sana kwa sababu ya kile ambacho walichofanya katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaingianga na maagano na Mungu, wanasema magonjwa haitawahi kukupata, shida fulani haitawahi kukupata, familia yako haitaipatwa na mambo haya. One tu kwa jambo ambalo ulilolifanya, uliekeza katika ufalme wa Mungu. Tunapoitisha manguo tupatie watu ambao hawana, tunapoitisha chakula tuwasaidie watu ambao hawana, tunapoitisha fedha zako tufanye hizo mikutano ya crusade ambayo tunayofanya, you are investing in the kingdom. Niko pale kukusaidia kuinvest. And that's why when you give unto the Lord, unapopatiana katika kazi ya Mungu, furahia. Wacha kuja na huzuni. Jua nimewekeza katika ufalme wa Mungu, maana siku moja nitalipwa. If you have that in your spirit, in your mind, nikijua kila ninachokifanya nakifanya kwa sababu ya Mungu, na kwamba siku moja mwenye huyo nimefanyia atakuja kunilipa, basi katika moyo wako hautanuna. Ugenihiri kurarutwa ndio utashangilia. Bwana Yesu asifiwe. Unapoitwa kufanya kazi ya Mungu utashangilia, because the time that you are investing in the kingdom. Praise the name of the living God. Na mimi ningependa nikaweza kuomba naye mchana wa leo, eti ya kwamba ukapata hii principle ambayo Yesu anazungumzia ya kuwekeza katika ufalme wake, that whatever you do there is something unaweka katika hazina yako. Haleluya. Wengine wenu withdraw reward zenu ni kama karibu ziishe, na ndio maana unafaa kufanya wema kila wakati. Do good all the time. Do good. Akaunti yako isikauke, usiwithdraw ukakosa hakuna kitu ambacho imebaki katika hazina yako ya uwekezaji katika ufalme wa Mungu. Maandiko yanasema do good to all men. Do good to all men. Hallelujah. Keep investing. Keep doing good. The good things that you do, it is an investment. That service that you are giving to humanity is an investment. Hallelujah. And you shall receive that reward. Hallelujah. Nataka niweze kuomba mchana wa leo, napaka uinamishe tu uso wako mahali ambapo upo siku ya leo kwa jina la Yesu. Na ningependa likawa ni ombi lako, mwambie tu Mungu, ninaomba katika moyo wangu nisaidie, niwezeshe kuelewa, kuwekeza katika ufalme wako katika mema kwa jina la Yesu. In Jesus mighty name. There is grace. Ukitamani Mungu atakuwezesha. Na nisikize na pia na nitazama mchana wa leo. Naweza kuwa umevunjwa moyo na mengi umefanya, lakini haujaona ujira wake. Mungu ni mwaminifu. Anajua kulipa. Anajua kile unachohitaji. Mwambie tu, Bwana, nikumbuke kwa yale ambayo nilifanya kama Hezekia, kama Dorcas. Kama Mungu alifanya agano na watumishi wako kwa sababu ya yale ambayo alikuwa amefanya. Daudi, muhesabie. Bwana, kumbuka kazi ya Bwana imekufanyia kwa uaminifu, kwa upendo, ili nikupendeze na nikufurahishe.
hata sasa ikupendeze katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kwa ajili ya kanisa lako, wasikizaji na watazamaji, Bwana Mungu mtakatifu, ninaomba Bwana ueleze, ufahamu, kuelewa. Maana ulipokuwa ukizungumza maneno haya ulitamani tujue, tufahamu, tujue kusudi lako na mapenzi yako Bwana juu ya watu wako na juu ya ufalme wako. Nami naomba ukapata kuwabariki, naomba wajielewe, wakaelewa ya kwamba nafasi ya kuishi katika dunia hii ni nafasi umewapa Bwana ya kuinvest, kuwekeza katika ufalme wako. Umesema chochote lolote lile ambalo tunalolifanya tulifanya kwa ajili yako, na wewe siku moja utatulipa. Bwana, kuna wamefika na kuna mambo wanapitia watu wako, wamefanya kazi yako nyingi, wengine wamevunjwa moyo na hali, wengine wanapitia mambo mazito. Ninaomba tu siku ya leo Bwana, ulivyokumbuka Hezekia, ulivyokumbuka Dorcas na ukamrejeshea uhai kwa yale ambayo alikuwa amefanya, kama jinsi ambavyo ulivyokumbuka yule mama Mshunami, Jehova Bwana, kwa kazi aliyofanyia mtumishi wako, kumlisha, kumpatia mahala pa kukaa. Mungu mtakatifu, ninaomba ukakumbuke katika jina la Yesu, maana ujira unao mikononi mwako. Ninaomba ukaachilia juu ya kanisa lako, juu ya watu wako Bwana. Ninaomba Mungu atetee vita wanavyovipitia, wapiganie wale walio wagonjwa, kapate kuwaponya. Kumbuka tendo moja walilolifanya kwa ajili yako, wachali watetee mbele za uwepo wako. Ulitetea mfalme, kitabu cha Jude, Jehova Bwana, wakati mwili wa Musa uling'ang'aniwa mfalme, Jehova Bwana, na shetani. Ulikemea shetani kwa sababu ya kazi ambayo Musa alikuwa amefanya. Bwana, kuna watu wamefanya kazi katika nyumba hii, mili yao kuna inang'ang'aniwa na magonjwa. Ninaomba Mungu mtakatifu, Jehova Bwana, kemea roho ya ugonjwa, roho haribifu. Kuna roho zimeingia katika kazi na biashara za watu wako. Kumbuka jinsi ambavyo wamejitolea katika kazi yako na katika nyumba yako Bwana. Kumbuka wale watu wamesaidia, kumbuka watu wamelisha, kumbuka watu ambao wamevalisha mavazi, kumbuka watu walisaidia siku moja mahali Bwana, ili uingilie kati katika biashara zao, kazi za mikono yao, mifugo na mashamba yao, katika jina la Yesu. Bwana, waliekeza katika ufalme wako, katika jina la Yesu. Hata sisi mchana wa leo tunapoenda kufanya kazi yako na kuwekeza katika ufalme wako, naomba utukumbuke na upate kutubariki kwa jina la Yesu Kristo. Hazina zetu Bwana zikajae, maana wewe ni mwaminifu, na ni katika jina la Yesu Kristo Baba yangu naomba na kushukuru na hata kuamini. Amen and amen.